upande wetu wa Tanzania. Jana imekuwa tamati kwetu baada ya kupoteza kwa bao 1-0 mbele ya wenyeji Morocco, mchezo ambao uliibua hisia nyingi sana za Watanzania, lakini pia hata wapenzi wa soka baada ya matukio mengi ya utata kutokea katika mchezo huo. Lakini bila shaka Tanzania wamefanya surprise kubwa sana kwenye mashindano ya African, tofauti na tulivyotarajia. Tuko naye hapa Jembe kwema? Kwema, mambo vipi? Kwako pia. Mkambia mmesherehekea Morocco? Mimi nilisherehekea Casablanca kwa sababu nilikuwa nishaanza safari. AFCON ya mwaka huu imekuwa na surprise nyingi. Tukiachia Tanzania, lakini kuna timu nyingi ambazo ziliamini ni underdog, lakini ndani ya dakika 90 zimeenda kutoa challenge kubwa kwa wakubwa ambao mara nyingi wanazitizama timu hizi kama madaraja wao kufika kwenye malengo yao. Unadhani ni kwa nini AFCON hii imekuwa ya tofauti zaidi? Kwanza surprise kwenye karibu AFCON zote inakuwepo. Kwa sababu mpira tunaupenda kwa sababu haukupi majibu ya kile unachokitaka kila siku. Kwa hiyo inatokea, lakini hii labda tunaiona imekuwa na surprise nyingi au kubwa kwa sababu wanasema package ya surprise sisi tumo. Before sisi hatujawahi kuwa surprise kwenye hii michuano. Lakini safari hii tumo, kwa mara kwanza tunafanikiwa kuvuka kucheza kwenye hatua ya 16 bora. Na wakati tunavuka na matarajio yalikuwa wengi kwamba Tunisia, hata mimi nilikuwa najua Tunisia ni timu ambayo inaweza katupa wakati mgumu. Lakini nafikiri tuseme ukweli, tulisumbua na tumekosa tule uzoefu wa kufanya vizuri, na mimi nilikuwa uwanjani pale. Lakini mechi ya Morocco ambayo pia wengi waliamini tunaweza tukafungwa mabao 3-4, haikuwa hivyo, na ukiangalia tulipoteza nafasi nyingi pia za kufunga. Na ukiwa pale Morocco, kuna kitu kimoja labda ni waelezee watazamaji kwamba kuna vita kubwa sana ya wa Morocco kutomtaka Le Graoui. Hawamtaki kabisa. Yaani naweza nikasema labda ni 90% ya mashabiki wa mpira wa Morocco wanataka wao waondoke, wanaamini ni kocha mjeuri anayejisikia, na wanaona timu yao haichezi mpira kwenye kiwango wanachoamini kulingana na level ya wachezaji walionao. Kwa walikuwa kuna grupu la wale, nikawa nasema kumbe haya mambo kote yako duniani. Wanatamani timu ifungwe ili Le Graoui afukuzwe. Na wanaona kwamba upangaji wa timu, na kuna mchezaji mmoja alikuwa kwenye mashindano ya nafikiri under 20 ambao wamechukua yale ya mafuta. Ameni mchezaji bora wa ile michuano, huyu kocha hajamuita kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo wana sababu zao nyingi sana. Na hata baada ya hii mechi yetu, wengi nimezungumza nao wanapinga na wanaona kabisa Tanzania imeonewa. Wanakubali ile ilikuwa ni penalty. Wanakubali kwamba Tanzania ilipoteza baadhi ya nafasi ambazo kama ingetangulia kufunga basi ingekuwa ni tatizo kubwa kwa sana kwa Morocco. Kwa hiyo Morocco imetutoa, lakini Watanzania wameona. Ndio maana mimi kwenye post yangu nilisema kwamba Tanzania imeiweza Morocco, lakini dhuluma imetuondoa kwenye mashindano. Vijana wetu wamefanya kazi nzuri sana. Benchi la ufundi limefanya kazi nzuri, TFF ambao wameiandaa timu kwa kushirikiana na serikali wamefanya kazi nzuri sana, na mimi niliona kama kitu hiki ni jibu la kwamba tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwenye AFCON tukiwa hapa nyumbani. Wakati mnarudi mimi nimerudi na timu ya taifa ya Uganda, the Cranes. Nikawa naongea na Onyango na mwambia kwamba tulitamani kwamba ingewezekana sisi tungekuwa nafasi ya pili, alafu best loser wangekuwa wao, ili kwenda na timu za Afrika Mashariki, kwa sababu tulitamani kuona timu zetu zinasonga mbele zaidi. Lakini yeye akawa anazungumzia surprise ya Tanzania kwamba anasema wao ukiwa kambini walikuwa wanaamini kabisa wanakwenda kuifunga Tanzania. Yaani ni mabao 3 au 4. Kwa hiyo sema kilichotokea licha ya kwamba Okello alikosa penalty, wao hawakuichukua kama ilikuwa ni sababu ya kushindwa kuifunga Tanzania. Lakini wanaamini Tanzania kwa ina ubora ambao wao hawakutarajia. Na anasema toka mashindano yanaanza wanakwenda, hesabu ya pointi 3 za Tanzania walikuwa wanaona ni za kwao. Kwa walikuwa wanaangalia wapi waongeze pointi 1 kwa kupata uhakika wa best loser, au wapi waongeze pointi 3 nyingine ili waweze kufuzu wakiwa sehemu ya pili. Kwa kifupi, Tanzania imefanya vizuri na imekuwa surprise kwa watu wengi, lakini tunahitaji kuweka consistency kuendelea nayo hii. Kwenye post yako uliwahi kusema kwamba watu waache kumfananisha Hemedi Morocco na Miguel Gamondi, lakini hiyo imekuwa ngumu kuacha kutofuricha kwa sababu kile ambacho Miguel Gamondi amekionyesha ndani ya muda mchache
namna timu inavyo-flow, namna timu inavyocheza, inavyotengeneza nafasi, lakini pia ushindani ambao tumeenda kutoa kwenye AFCON. Ni sawa tuendelee kuwafananisha au tumpe tu credit Miguel Angel Gamondi? Mimi natofautiana na mashabiki wengi sana. Sababu katika sisi moja ya kitu kibovu kwenye mpira wa Tanzania ni kila kitu pia kuingizaga ule usimba na uyanga. Kama unakumbuka hata Gamondi kuna kipindi fulani tukasema hapangi wachezaji wa Simba. Lakini kocha anaangalia anamhitaji nani kulingana na timu anaocheza nayo bila kujali anatoka timu gani. Sababu kama hawatumii wachezaji wa Simba, kawaita hasingewaita kabisa. Kawaita wako pale. Kwa hiyo anawatumia kulingana na wakati. Hilo pia na nyetu tulipaswa tuliache kwenye timu za taifa, tusiwe cheap sana kwenye mazungumzo yetu. Lakini cha pili, kwa nini nilisema tusiwalinganishe? Niwewe kuambia siku moja. Hii nilikuwa nazungumzia kwa wachezaji kwamba timu ya taifa haina mwenyewe. Leo anaweza kaitwa huyu, kesho akaitwa huyu. Na ukiangalia hata kwa makocha wetu sisi, mfano labda Morocco na Gamondi. Gamondi kapita wapi, Morocco kapita wapi, iko wazi inajulikana. Unaona nani ni kocha ambaye ana experience kubwa kwenye masuala ya ufundishaji, kwamba Gamondi anakuwa ana experience kubwa, amepita kwenye challenges nyingi zaidi kuliko Morocco. Lakini mimi nilichowasisitizia ni kwamba tunaweza tukaangalia kwa hizi times. Gamondi amekuja kuchukua timu baada ya Morocco. Niwaulize swali, kwani Morocco hakufanya jambo zuri? Sababu kama kwenye AFCON kwenye rekodi tungechukua kwenye ile ya sare 2 kwenye hatua ya makundi, ni rekodi ilikuwa inafanana. Lakini nature ilivyo lazima utoke wewe aingie mtu mwingine. Lakini ukiangalia hata wachezaji waliokuja kuwaita Gamondi almost walikuwa ni wale walikuwa kiitwa na Morocco. Kwa hiyo Morocco alikuwa ametengeneza njia fulani ya Gamondi kuja kuendelea kufanya kazi yake. Lakini Gamondi baada ya kuja, maana yake amefanya muendelezo kwa ubora wake, na ndio ilikuwa maana yetu ya kusema kwamba tunabadilisha kocha. Kwa kocha atakayekuja atakuwa na ubora wake kuendeleza kile ambacho ametoka kukifanya kocha mwenzake. Kama angekuja Gamondi akawa anafanya makosa aliyofanya Morocco, ingekuwa kuna haja gani ya kumchukua Gamondi? Lakini Gamondi amekuja, ameaccelerate, ameonyesha tofauti. Tumeonyesha tofauti kweli, hata kwenye uchezaji kumekuwa kuna tofauti, lakini tunaweza sana kumsifia Gamondi bila kumbeza Morocco. Au tunaweza kumpongeza sana Morocco kwa kile alichokifanya kwa kiasi chake bila kumbeza Gamondi. Sikuwa naona kwa sababu gani kuna siasa ya Gamondi na Morocco ambao mimi kwangu naiona haina faida yoyote kwenye taifa letu kwa maana ya maendeleo ya mpira. Amekuja kocha huyu akitoka, mfano kama sasa hivi clubs zinachukua makocha wengine. Yule aliyejaribu kutokana na kiwango chake mpaka alipofikia ilikuwa inatosha, ndio jahazi alilibeba hadi pale. Na inawezekana upungufu alioonyesha imekuwa ni faida kwa anayekuja kufanya kitu bora zaidi. Kwa hiyo tuwaheshimu makocha wetu kulingana na nyakati walizokuepo. Huyu tuliye naye sasa ndio kocha wetu wa timu ya taifa. Tumuunge mkono, tuachane na siasa za Simba na Yanga, siasa za kufananisha na kulinganisha. Tuachane na chuki, kwamba kwa sababu mtu kapewa nafasi tunaanzisha tu chuki ambayo inaendana saa zingine na references ambazo niweza nikasema za kipumbavu. Yani kwa sababu huyu alifundisha timu fulani basi ndio maana naamini anafanya kitu fulani sio sawa sawa. Nafikiri haina maana na haiwezi kuwa ina afya kwenye mpira wetu.